Tutaendelea kusikia simulizi la jana kati ya Yesu na Nikodemo. Nikodemo ambaye alikuwa ni mwalimu wa Wayahudi, alikuwa ni kiongozi wa Mafarisayo, alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, ambaye basi aliamini kwamba katika mafundisho ya Yesu kuna ukweli. Nikodemo ambaye alikuwa ni mtu mkubwa sana katika kundi la Mafarisayo, katika ukubwa wake huo si kila kitu alikuwa anafahamu, na ndio maana alipata fundisho la kuzaliwa mara ya pili. Alimuuliza Yesu alimuuliza, ili uweze kuona ufalme wa Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili, kwamba niingie tena tumboni kwa mama yangu? Hapana, kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuzaliwa mara ya pili. Ndugu zangu wapendwa, pamoja na elimu tunazozipata, maarifa tunayoyapata, kujifunza hakuna mwisho. Kujifunza ni kila wakati mpaka pale Mungu atakapotuita katika makao yake ya milele. Nikodemo ambaye alikuwa ni mkuu wa Wayahudi anakubali fundisho la kuzaliwa mara ya pili, anakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumwombe Mungu atujalie unyenyekevu huo wa kiroho. Daima tuendelee kujifunza siku kwa siku, hasa mafumbo matakatifu ya wokovu wetu, Utatu Mtakatifu, ambapo Agustino baba wa kanisa alikuwa anatafakari juu ya hilo fumbo kubwa la Utatu Mtakatifu akitembea ufuoni mwa bahari. Alipomwona mtoto mdogo anachukua yale maji baharini na kuhamisha katika kishimo kidogo, akamwambia, huwezi kuhamisha bahari katika kishimo hicho kidogo. Akamwambia pia yule mtoto mtakatifu Agustino, vivyo hivyo na wewe hauwezi kuelewa fumbo la Utatu Mtakatifu katika akili yako hiyo ndogo. Tunaweza tukawa na maarifa mengi katika maisha yetu. Tunaalikwa kushuka, ndugu zangu wapendwa, kuwa na unyenyekevu, kuendelea kujifunza siku kwa siku, na katika kukubali kushuka, katika kukubali kwamba sisi wanadamu tunahitaji kuendelea kujifunza vitu duniani, ndipo tunapopata baraka katika maisha yetu. Nikodemo ambaye anapata fundisho la kuzaliwa mara ya pili ni nini, ndipo safari yake ya uongofu kama Mfarisayo inapoanza. Tumwombe Mungu atusaidie katika adhimisho hili la ibada ya misa, tuwe wanyenyekevu wa kiroho na daima tuendelee kujifunza katika yale yote ambayo Mungu ametujalia sisi kama wanadamu. Ndugu zangu wapendwa, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu.